Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Steven Masatu Wasira, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Baba Padri Paul Msombe, Naibu Askofu wa Jimbo Katoliki Iringa, Mama Jemina Lukuvi, mjane wa Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, waheshimiwa wote mliopo, wanafamilia, waombolezaji wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu nitumie itifaki ambayo amidi wa shughuli hii ameiwasilisha kwako. Lakini pia napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa turuhusu tuwepo hapa siku ya leo katika siku ya mwisho ya kumwaga Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Niendelee kutoa pole kwa familia, hususan Mama Jemina na watoto. Wakati wote tulipokuwa tunawatazama, tuliendelea kupata nguvu kwa kuwa Mungu ameendelea kuwapatia ninyi nguvu pia. Poleni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipoleta taarifa juu ya kuugua kwa ghafla kwa Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, uliniagiza, ukaniambia Katibu Mkuu, wahi na hakikisha kwamba huduma zote zinazostahili zinapatikana. Nikupe pole Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu juhudi za wanadamu hazizidi kibali cha Mwenyezi Mungu. Nikupe pole wewe na viongozi wote kwa kuondokewa na kiongozi msaidizi, mshauri mbobezi ambaye alitumikia taifa letu kwa moyo wake wote. Sisi watumishi ambao ulituweka mikononi mwake, tumeona na kujifunza kwake namna ya kuchapa kazi, kujitolea, uzalendo aliokuwa nao, uthubutu mkubwa, lakini na kuipenda nchi yetu. Naendelea kutoa pole kwako, lakini pia nitoe pole kwa wana Isimani wote na pia wanaidodi kwa kuondokewa na mbunge wao, lakini zaidi mtoto wao. Poleni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu nitoe pole kwa watu wachache sana. Hawa ni wale watumishi ambao walikaa na Mheshimiwa Lukuvi ndani ya ofisi yake, walitumika naye siku zote mpaka mwisho wa maisha yake. Nipe pole Mheshimiwa Umi Nderiananga, naibu waziri aliyetumika pamoja na Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Pole sana Mheshimiwa naibu waziri. Lakini mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu niwataje ndugu Adolf Ulaya ambaye alikuwa katibu wa waziri. Lakini nimtaje pia Bi Mwajabu Kigoto, huyu alikuwa mwendesha ofisi au secretary wa Mheshimiwa waziri. Nimtaje pia na kumpa pole Bi Viki Sehaba ambaye alimhudumia Mheshimiwa waziri mpaka mauti ilipomkuta. Nitambue pia huduma njema ya dereva wake Richard Nzagi ambaye alimwendesha Mheshimiwa waziri mpaka mara ya mwisho. Ninawapa wote pole. Na kwa kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, iliniwia vigumu sana kujibu swali hili kwao, yu wapi waziri wetu? Ninafurahi na ninamshukuru Mungu kwamba jibu hili lilitosha katika mioyo yao. Bwana alitoa na Bwana alitoa na Bwana ametwaa,
na jina lake lihimidiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mara ya 3 sasa ninasoma wasifu wa mtu huyu mkubwa. Tulijitahidi kuandika wasifu huu, na kila wakati tulipokwenda tuliona tumepungua. Tulishuhudia namna ambavyo Wanairinga walivyompokea. Nirudi kusoma tena wasifu huu, niliona wasifu huu umepungua tena. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo ulivyoridhia awali, niruhusu tu nisome maneno haya machache kumhusu mtu huyu mkubwa ambaye maisha yake na wingi wake hautoshelezi maandishi niliyoyabeba leo. Naamini kwamba siku moja mwandishi mahiri atasimama na kuandika wasifu wa mtu huyu mkubwa, na jamii na ulimwengu utasoma na kuelewa namna ambavyo alivyotumika, namna ambavyo alivyoipenda nchi yake na huduma alizozifanya kwa jamii yake. Huyu ni Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, na kwa kweli ninanyenyekezwa sana kusoma wasifu wake, na kwa kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, kusoma huku kwa leo ni kwa pekee sana. Ni kwa pekee kwa sababu ninasoma wasifu huu kwa watu wanaomfahamu vyema, yaani wana wa Idodi. Lakini nasoma wasifu huu na huenda ikawa ni mara ya mwisho wasifu huu kusomwa katika hadhira inayofanana na hii. Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1955 katika kijiji cha Mapogoro, kata Idodi, wilaya Iringa vijijini, mkoani Iringa. Marehemu William Vangimembe Lukuvi alikuwa mwanasiasa mashuhuri aliyeshika nyadhifa mbalimbali za uongozi na ambaye alitambulisha sana kwa ubunifu, uthubutu, uchapakazi, uzalendo, uwezo wa kujitoa na kujitolea, lakini vile vile kujituma katika kazi zote zilizokuwa mbele yake. Alitumikia taifa letu kwa uaminifu na kwa imani kubwa. Alitumikia pia jamii yake kwa imani kubwa. Alitumika na alijulikana kwa mtindo wake wa kutembelea maeneo mbalimbali ya kazi na miradi na kusikiliza kero za wananchi na kutatua changamoto zote alizokutana nazo kwa ajili ya wananchi wake. Hii inathibitisha kwamba ni kweli alitumika kwa ajili ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na bado nakumbuka hata wakati ambapo alipojisikia vibaya akiwa ofisini aliendelea na kazi. Alikutana kwa mara ya mwisho na kamati ya Bunge ya afya na masuala ya ukimwi, lakini vile vile endelea kutoa maelekezo kwetu. Na nakumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu alituelekeza kuhusiana na kuhakikisha kwamba tunadhibiti masuala ya maafa, na sisi tuendelea kulifanya hivi kama ambavyo tumeahidi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakumbuka maelekezo yake, na moja kubwa alituelekeza kuhakikisha kwamba katika eneo ambalo ofisi ipo pale Ngome tunajenga ukumbi mkubwa wa mikutano. Na ukiridhia Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili tutalitekeleza kwa nguvu zote. Marehemu William Vangimembe Lukuvi alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kitanewa na kuanzia mwaka 1962 hadi mwaka 1970. Alijiunga na chuo cha walimu Tabora kuanzia mwaka 1974 mpaka mwaka 1975 ambapo alihitimu na kutunukiwa cheti cha walimu. Mwaka 1982 hadi 83 alijiunga na shule ya Komsol High School Moscow nchini Urusi na kutunukiwa stashahada ya juu ya sayansi ya siasa. Alipata shahada ya masuala ya kimataifa ya diplomasia, yaani Bachelor of Arts in International Studies and Diplomacy kutoka Washington International University kuanzia mwaka 1999 mpaka mwaka 2000. Baadaye alijiendeleza kimasomo katika ngazi ya shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ambapo alihitimu na kutunukiwa shahada ya uzamili katika sayansi ya siasa mwaka 2008 hadi mwaka 2011.
Mheshimiwa marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi alianza safari yake ya siasa mwaka 1973 alipojiunga na chama cha TANU akiwa mwanafunzi wa chuo cha walimu Tabora na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama katika chuo hicho mwaka 1974 hadi 75. Mnamo mwaka 1984 alichaguliwa kuwa mjumbe wa vikao vya umoja wa vijana wa CCM katika ngazi ya wilaya hadi taifa. Alichaguliwa kuwa katibu wa mkoa wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi mwaka 1980 mpaka mwaka 1984. Vilevile aliteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM mwaka 1993 mpaka mwaka 1994. Aidha, alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa kamati ndogo ya maadili ya kamati kuu ya CCM. Marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi aliajiriwa kama mwalimu katika Wizara ya Elimu kuanzia mwaka 1975 hadi mwaka 1980. Aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Bukoba kuanzia mwaka 1994 mpaka 1995. Aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dodoma mwaka 2006 mpaka 2008 na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2008 mpaka mwaka 2010. Katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi vya siasa nchini uliofanyika mwaka 1995, marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Isimani na hivyo kuwa mbunge wa kwanza wa jimbo hilo ambalo tupo hapa leo, ambalo alitumikia kwa takriban miaka 30 hadi mauti ulipomkuta. Akiwa mbunge, aliwahi kuwa mjumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Mazingira kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2010. Katika maisha yake ya siasa, marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi aliingia katika baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza alipoteuliwa kuwa naibu waziri wa vijana na ajira mwaka 1995 mpaka mwaka 2000, na baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu na mnadhimu mkuu wa serikali Chief Whip kati ya mwaka 2000 mpaka 2005, mwaka 2010 mpaka 2015 na mwaka 2025 mpaka mwaka 2026 mauti ilipomkuta. Hali kadhalika, marehemu Mwalimu William Vangimembe Lukuvi aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kuanzia Januari 2015 hadi mwaka 2022. Aidha, mnamo Juni mwaka 2023, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimteua kuwa mshauri wa rais kuhusu mahusiano ya kisiasa na jamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo mafanikio mbalimbali ambayo yanaambatana na maisha ya Mheshimiwa Mwalimu William Vangimembe Lukuvi, na haya nitawasilisha machache tu kwa ajili ya hadhira hii. Akiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na sasa yenye kitengo cha ulemavu, alikuwa msimamizi mahiri wa shughuli za serikali bungeni na alifanikiwa kuimarisha mahusiano kati ya serikali na bunge, jambo ambalo limfanya kuwa mmojawapo wa waziri wenye ushawishi mkubwa, lakini vile ufanisi katika awamu mbalimbali za uongozi na kujenga daraja imara kati ya serikali, bunge na wananchi. Alishiriki katika kusanifu na kuchagua mchoro wa ukumbi wa bunge unaotumika sasa. Hii ilitokana na kwamba ukumbi wa bunge wa Msekwa uliokuwa ukitumika wakati huo haukukidhi mahitaji ya shughuli za bunge. Alisimamia utekelezaji wa sera mbalimbali zilizolenga kuboresha ustawi wa wananchi, hususan watu wenye ulemavu, akihamasisha ushirikishwaji katika fursa mbalimbali za ajira na za uchumi, na kusisitiza kuwa kundi hili ni sehemu ya nguvu kazi muhimu ya taifa na hivyo ni lazima ishiriki katika shughuli za uchumi. Alisimamia kikamilifu ujenzi wa mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma,
ambao hadi sasa umefikia 93%, na tayari wizara 15 zimehamia katika mji huo na zinatoa huduma kwa umma na kwa wananchi. Alisimamia uimarishaji wa mifumo ya kisera na kufanya maboresho katika usimamizi wa maafa nchini, ikiwemo mfumo wa taifa wa taarifa za kielektroniki wa usimamizi wa maafa, hatua ambayo imesaidia sana kupunguza athari za maafa nchini. Alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha wizara zote zinafanya kazi kwa ushirikiano ili kuwezesha kuwa na ufanisi na katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba ahadi za serikali kwa wananchi zinatekelezwa. Akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, alifanikiwa kutatua migogoro ya ardhi nchini kwa kuanzisha mfumo bora wa kutatua migogoro ya ardhi na kupeleka huduma bora na ambazo ziko karibu na wananchi. Pia alisimamia uanzishwaji wa mifumo ya kidijitali ya usimamizi wa ardhi iliyolenga kupunguza urasimu na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa kodi ya pango ya ardhi, na pia hatua ilisaidia kuongeza mapato ya serikali. Alisimamia utoaji wa hati miliki za ardhi zaidi ya milioni 1,992,245 kwa Watanzania, hatua ilisaidia kuwawezesha wananchi kiuchumi na kutumia hati hizo kama dhamana ya mikopo. Pia alifanikiwa kutenga ardhi yenye ukubwa wa ekari 224,439.4 kwa ajili ya uwekezaji kupitia mipango kabambe ya miji, mipango ya matumizi ya ardhi ya wilaya na vijiji, hatua ilisaidia kuongeza uwekezaji nchini na kutoa ajira kwa wananchi. Akiwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, alianzisha mfumo wa mbio za mwenge kwa kushindanisha mikoa katika maandalizi, hamasa na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mikoa husika. Suala hili lilileta chachu ya utekelezaji wa miradi hiyo kwa ufanisi na kuleta matokeo makubwa kwa wananchi. Alibuni na kuanzisha mradi wa mabasi ya wanafunzi katika mkoa wa Dar es Salaam, jambo ambalo lilipunguza adha kubwa ya usafiri kwa wananchi, lakini vivyo hususan kwa wanafunzi wa jiji la Dar es Salaam. Akiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, alifufua na kuimarisha kilimo cha mtama na kuanzisha shamba la ushirika la zabibu akishirikiana na benki ya CRDB, ambapo mradi huo sasa unasimamiwa na Wizara ya Kilimo ukijulikana kama BBT. Alihakikisha kuwa mipango ya upanuzi wa mji wa Dodoma inazingatia sheria na taratibu za mipango miji ili kuzuia ujenzi holela, jambo ambalo ilikuwa ni msingi muhimu wa ukuaji wa mji mkuu wa kisasa. Alisimamia pia mkakati wa kupunguza njaa katika mkoa wa Dodoma, ambapo alihamasisha kilimo cha zao la mtama, zao ambalo liliendana na hali ya mazingira ya mkoa huo. Alisimamia pia ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM, hatua ilisaidia kuongeza udahili wa wanafunzi na kutoa fursa za elimu ya juu kwa wananchi hususan vijana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, enzi za uhai wake, marehemu Mwalimu William Vagimembe Lukuvi alifunga ndoa takatifu tarehe 28 Julai mwaka 1990 na Bi Jermina Lukuvi katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Dar es Salaam na kujaliwa kupata watoto watatu ambao ni Norbert Brown na Anifise Vanessa William Lukuvi. Marehemu Lukuvi ameacha mjane na watoto watatu na mjukuu mmoja aitwaye Donovan. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwalimu William Vagimembe Lukuvi alifariki dunia tarehe 25 Machi mwaka 2026 saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kupata ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Mwalimu William Vagimembe Lukuvi ambaye uwepo wetu hapa ni uthibitisho juu ya ukubwa na wingi wa maisha yake.
mtu ambaye alijitahidi kutumikia taifa lake kwa viwango vya juu sana, na hivyo kuacha alama chanya nchini na katika mioyo yetu. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.